بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Katika darsa yetu ya lugha ya Kiarabu kwenye qismu ya nahwu tunaishi na kitabu Al-Mumti'u fi sharhi Al-Ajurrumiyya, na tupo katika mlango al-marfu'at, na hivi sasa tupo katika mlango an-nawasikh kwenye kipengele cha nawasikhul mubtada wal khabar, na tumeanza kufafanua kana wa akhawatuha, na tumefika kusema kwamba kana wa akhawatuha zimegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tumeimaliza katika darasa iliyopita, yani vile vitu ambavyo vinafanya kazi ya kutia raf'u ism na kutia nasbi khabar bila ya sharti lolote, vinafanya kazi hiyo tukaona. Leo insha Allahu taala tunaondokea katika maelezo ya pili yanayosema hivi: wathani, na kipengele cha pili, ma ya'malu bi sharti taqaddumi nafyin, ni kile kitakachofanya kazi hiyo kwa sharti la kutangulia nafi. Lazima nyuma yake kitangulie chombo cha kukataa. An-nafyu maana yake ni kukataa. Idhan leo tunasoma kipengele ambacho kina sharti la taqaddum an-nafi. Huna ma, kitu ambacho au vitu ambavyo ya'malu, vitafanya kazi hiyo ya kutia raf'u ism na kutia nasbi khabar bi sharti taqaddumi nafi, kwa sharti la kutanguliwa na nafi, kukataa nyuma yake. Wa huwa arba'atu alfadh, nayo ni matamshi manne. Kifungu hiki ni matamshi manne. Kwanza ni zala, bariha, fatia, wanfakka. Hivi ndio vitu ambavyo vinafanya kazi hiyo kwa sharti hilo. Vitafanya kazi ile ile ya kana wa akhawatuha kwa sharti hilo la kutanguliwa na chombo cha kukataa nyuma yake. Wa hiya tufidu alistimrar, na vitendo hivi vinafidisha istimrar, kuendelea kwa jambo. Ndio kazi yake hiyo, vinafidisha kuendelea kwa jambo. Na ili vifanye hiyo kazi ya kana na ndugu zake, lazima vifidishe kuendelea kwa jambo. Visipofidisha hivyo, visipoleta maana ya kuendelea hivyo, basi hapo itakuwa haiviingii tena katika kana na ndugu zake. Kwa mfano tumeambiwa kuna shart hapa. Kwa mfano tukisema zala al-ilmu, zala al-ilmu, طيب, imeondoka elimu. Hapa katika hii sentensi tuna vitu vya kuvijadili. Kitu cha kwanza tunatakiwa tuangalie, je, imetanguliwa huku nyuma na chombo chochote cha kutia nafyu? Nyuma ya zala kuna kitu chochote cha kutia nafyu? Hakuna. Kwa sharti la kwanza lishapotea hilo. طيب, je, hichi kitendo kinajuilisha istimrar, kwamba jambo linaendelea kufanyika? Hapana. Kitendo hichi kinaonyesha kwamba muda ushapita wa madhi. Zala al-ilmu, ilmu iliondoka, shakwenda zake. Kwa hiyo hii sentensi haimo katika kana wa akhawatuha. Kwa hiyo zala itakuwa ni fi'lu madhin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab, na al-ilmu fa'ilun marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri, kwa wakati huu. طيب, ikija hapa ma nafia katika sentensi hii zala al-ilmu, tukiingiza ma nafia, ma zala haikuondoka au haikuacha kuwa al-ilmu, elimu, nafi'an, ni yenye manufaa. Kwa wakati huu sasa itakuwa sentensi imetimiza sharti la kwanza. Ma hii, ma hii ni ile nafyu, tumeambiwa bi sharti taqaddumi nafi, kwa sharti la kutangulia kitu cha kutia nafi. Ma
zala al-ilm, haijaacha kuwa elimu, inakataa hapo. Na ukiambiwa haijaacha kuwa, maana yake ndo mpaka leo inaendelea hivyo, haijawacha kuwa. Elimu ni yenye manufaa. Idhan huna naqul al-ilmu ismu zala marfu'un wa nafi'an khabaru zala mansub, na hapo zala itakuwa inafanya kazi ya kana wa akhawatuha. Kwa hivyo sharti ma ya nafia itangulie, au chombo chochote cha kutia nafi kitangulie nyuma ya vitu hivi vinne ambavyo tunavisoma sasa. Huo ni mfano tumetoa. Idhan huna qal wa hiya tufidu al-istimrar, na hivi vitendo vinatupatia faida ya istimrar, jambo kuendelea. Nahu qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mfano wa kauli ya mtume sallallahu alayhi aliposema ma, hii ndio nafia. Ma zala Jibrilu, hakuacha kuwa Jibril. Zala ndio hicho kitendo chenyewe. Taib, hajaacha kuwa Jibril. Yusini, ananihusia mimi, hichi kitendo kinaendelea. Yani kila siku Jibril alikuwa ananihusia bil jari, kuhusiana na jirani kumfanyia wema. Bil jari, ananihusia juu ya jirani kumfanyia wema. Idhan huna tukichambua sentence yetu tukavitafuta vile vitu muhimu tutavipata. Kitu cha kwanza ni ma, ambayo ni hii ndio nafyun, yani kitu cha kukataa. Ma tayari. Idhan na sentence yenyewe tukiangalia maana yake inaonyesha istimrar, yani Jibril aliendelea na kuendelea kunihusia kuhusu jirani. Kwa hivyo hapa imetimiza masharti. Sasa tukiirabu tutasema ma harfu nafyin mabniyun ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zala fi'lu madin ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جبريل هو tunamuita ni ismu zala. Jibrilu ni ismu zala marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yusini, hii ni fi'l mudhari'. Yusini, hii ni fi'l mudhari'. Yusi, mpaka hapa ndo kuna fi'li. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. والنون حرف الوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والياء في محل نصب مفعول به مقدم، يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. na fa'il yuko wapi? wal fa'il mustatir, yani yusi huwa inarudi kwa Jibril, yeye Jibril ananihusia mimi. idhan fa'il dhamiru mustatir taqdiruhu huwa. wal jumlatu al fi'liya, hii yusini ni jumlatun fi'liya, kwa sababu tayari tunapata fi'li yusi na tunapata fa'il ambaye ni huwa dhamiru mustatir na tunapata maf'ul bi. Kwa fi'li shatimia hiyo tunasema wal jumlatul fi'liya fi mahalli nasbin khabar ya zala, kwa sababu khabar ya zala inakuwa mansubun. Kana wa akhawatuha, ismu yake marfu' na khabari yake mansub. Kwa hiyo hii fi'li hii yusini tunasema jumlatun fi'liya, hapo ilipo ni pahala pa nasbi hapo, kwa sababu ingelikuja ile khabari yenyewe ya ismun mufrad mathalan, basi ingesemwa ni mansub. Sasa kwa vile imekuja fi'li au imekuja jumla, tutasema aljumla fi mahalli nasbin. Hii sentensi iko pahala pa nasbi kwa sababu ni khabari ya zala. Na bil jari, bi ni harfu jar mabni al kasr la mahalla lahu min al i'rab. al jar ismu majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasra. wa al jar wal majrur mutaalliqan bi fi'li yusi. طيب, hiyo ndiyo sentensi ma zala Jibrilu yusini bil jari, hakuacha kuwa, yani aliendelea Jibril kunihusia kuhusu jirani. Wanahu qawlika, na mfano wa kauli yako ma bariha Zaidun qaima, hajaacha kuwa, yani aliendelea Zaid kuwa ni mwenye qari'an kuwa ni mwenye kusoma. Yani mimi na wewe tumeondoka, tumemwacha Zaid anasoma, basi mpaka hivi sasa bado hajaacha kuwa ni mwenye kusoma. Idhan huna ma
ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. برح فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد اسم برح مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قارئا خبر برح منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قال هنا وما فتئ عمرو ذاكرا. ما نافية yote hivyo ma fatia hajaacha kuwa. Amrun huyo Amr, dhakira ni mwenye kufanya mudhakara. Idhan fatia fi'lu madhin mabni al fathi, Amru fa'ilu marfu' alamat ismu fatia afwan ismu fatia marfu' wa alamat raf'ihi dhamma. Dhakiran khabaru fatia mansub wa alamat nasbi fathatun dhahira fi akhirih. Wakadhalika waman fakka bakrun musalliya, hajaacha kuwa Bakr ni mwenye kusali. Ma nafia in fakka fi'lu madhin naqis bakrun ismun fakka musalliyan khabaru in fakka. Haya ndiyo maelezo muhimu ambayo yanahusiana